Mwanamke ni mtu ambaye huwa anafanya maovu private, lakini yakijitokeza matokeo kwenye yale ambayo yeye aliyaanzisha, anajitokeza haraka public kutia huruma, watu wamuonee huruma. Wanawake wengi wamekuwa wakifanya mambo ya ajabu wanapokuwa na waume zao huko ndani, wanafanya tabia mbaya, wanafanya mambo yasiyoeleweka, lakini ikionekana mwanaume amereact akachukua hatua yoyote kwa ajili ya mambo ambayo yeye mwenyewe mwanamke aliyaanzisha, mwanamke anajitokeza mbele za watu kuomba msaada kwa manyanyaso na ukatili anaofanyiwa na mumewe. Huu ni mchezo ambao umekuwa ukiendelea mara nyingi sana na unawanyima haki wanaume. Wanaume wengi kwenye jamii wanaonekana ni watu wakatili, watu wenye roho mbaya, watu waonevu na watu wasiojali watu wengine. Wanaonekana ni watu fulani hivi ambao wanawanyanyasa sana wanawake. Lakini amini usiamini, ndani ya wanaume hao mioyo yao imejaa maumivu ambayo hawawezi kuelezea na wakaeleweka. Baadhi ya wanaume, sababu za yote yaliyotokea au sababu za yote walioyafanya ni wake zao, lakini hawawezi kukaa hapa wakaeleza na wakaeleweka, kwa sababu jamii haimchukulii mwanaume kama ni mtu ambaye na yeye pia anaweza kupitia mambo fulani. Jamii inamchukulia mwanaume kama mtu mkatili. Kwa hiyo hii inapelekea wanaume wengi kunyimwa haki zao na wengine kupokonywa haki zao na wake zao. Nikwambie kitu kimoja, wanawake ni watu ambao wana unyanyasaji fulani ambao hakuna mtu anaweza akaunotisi asipotumia akili vizuri, kwa sababu mwanamke akitia huruma, akichanganya na machozi yake, kila mtu anamuonea huruma, kwa sababu tu ni mwanamke, kwa sababu tu ni mama, kwa sababu tu wanaona kama mwanamke hajiwezi, kwa sababu tu anaamini mwanamke hakuna kibaya anachoweza kumfanyia mwanaume. Matokeo yake jamii nzima inakuwa upande wa mwanamke. Hata ikitokea ndoa imesumbua, inaonekana ndoa ina migogoro, inaonekana ndoa inataka kuvunjika, inaonekana ndoa ina misukosuko, asilimia kubwa watu kidole wanamnyoshea mwanaume. Hakuna ambaye huwa anakumbuka kumtazama mwanamke kwamba hata yeye ni binadamu na anaweza kufanya vitu fulani. Wewe angalia sasa hivi kwenye jamii yetu, utagundua wanawake ni watu wanaopenda sana kutetewa. Yaani wanawake ni watu ambao huwa hawataki vitu viongeleke kihaki, wanataka kutetewa wao. Yaani wanataka wasikiage mambo ya kuwatetea wao, mambo ya kuwatukana wanaume, wanataka wasikiage mtu anawatukana wanaume, anawazungumzia vibaya wanaume, ila awatetee wao. Yaani wao wanaamini wao ni malaika hapa duniani, hakuna kitu wanachokifanya. Na ndio maana utasikia wanasema huyu mwanamke anatusaliti, ikionekana mwanamke anaongelea mambo mazuri kuhusu wanaume au anaongelea haki za wanaume pia, kwamba na wao wananyanyasika. Utasikia wanawake wanavyosema huyu hayajampata, huyu mnafiki, huyu anataka kusifiwa na wanaume, huyu anataka sijui nini. Yaani kuna maneno ambayo huwa wanayaongea ambayo yanaashiria kwamba wanawake ni watu wanaopenda sana kutetewa. Sifa ya kwanza ya mtu mnyanyasaji, kama haufahamu, ni sifa yake ya kutia huruma na kupenda kutetewa. Watu wanyanyasaji huwa wanapenda sana watu wawe upande wao na kuwatetea. Watu wanyanyasaji huwa wanapenda sana nguvu ya watu, huwa wapambani wao wenyewe. Wanapenda kuwa na watu ambao watakuwa upande wao. Ndio maana unashuhudia leo hii kuna wanaume wengi sana wameshadhulumiwa haki zao huko mahakamani. Wanawake zao wameanzisha vitu ndani ya ndoa, wanaume walipochukua hatua, wanawake wamewahi kutia huruma na wakaenda mahakamani. Na kuna wengine sio kwamba wametaka kuacha wake zao, lakini wanawake wanang'ang'ania kuachana, mwisho wa siku wanajitanguliza mahakamani, mimi nataka tuachane na huyu mwanaume ananing'ang'ania. Anaweza kumrundikia mumewe makosa kiasi kikubwa kwamba mume wangu amekuwa akinifanyia hivi, akinifanyia kile. Watu wanaweza wakaamini kabisa kwamba ni kweli huyu mwanamke amekuwa akifanyiwa hivi na hivi, lakini unaweza kukuta yeye ndio alikuwa chanzo cha mwanaume kufanya hayo ambayo anayaelezea. Wanawake ni watu wanyanyasaji sana. Ni kwa sababu tu watu huwa hawagusii huu upande wetu. Sisi wanawake tuna mbinu zetu tofauti za kuwa wanyanyasaji, na ndio maana asilimia kubwa ya watu huwa hawatushtukii kwamba hata sisi ni wanyanyasaji. Wanawake ni walaghai wa kihisia. Yaani wanawake ni walaghai wa kihisia, ndio maana hakuna mtu ambaye anaweza kumdhania. Ndio maana watu wao wanasema yaani kuna kitu mwanamke unaweza kusikia amekifanya, ukimwangalia hafanani na kitu unachokisikia. Ndivyo tulivyo sisi wanawake. Lakini jamii zetu bado sasa hivi zimejisahau. Yaani jamii yetu imejisahau. Inaona kama mwanamke ndio mtu pekee ambaye anaonewa, anatendewa vibaya, anafanyiwa ukatili na mwanaume, na mara nyingi sana kuna mambo mengi sana wanaume wamekuwa kibebeshwa. Wanaume wengi wanatendea na hivyo vitu. Hawawezi kujitetea, hawawezi kuongea wakasikika, na wakati mwingine hawaongei kwa sababu wanataka kuficha aibu za wake zao.
wanataka kulinda heshima za wake zao, wanataka kulinda brandi za wake zao. Hiki ndio kitu ambacho kinawaumiza sana wanaume. Kwa mwanamke kujitokeza kwa watu akamwita mumewe muhuni mbele za watu, akasema mimi mume wangu ni muhuni, nimeshaongea, nimechoka, yani huyo ni mbwa. Anaweza akaongea tu kwa mtu yeyote, lakini ni ngumu sana, ni nadra sana kumsikia mwanaume akimsemea mkewe kwamba ni mwanamke msaliti. Ni nadra sana kusikia mwanaume anasema mke wangu mimi ananisaliti, kwa sababu kwa mwanaume kusalitiwa kwake ni aibu. Anaona himaya yake imeingiliwa, anaona yeye kama mfalme imefikia mahali mtu mwingine amempokonya mke, kwa hiyo yeye kwake ni aibu. Yani anaona hata akiwaambia watu kwamba mke wangu mimi anachepuka, watu watamchukulieje? Watu watamuoneje mke wake? Pamoja na kwamba amekosea, bado huwa wanalinda brandi za wanawake. Huji kumwona mwanamke analinda brandi ya mumewe hata siku moja. Atamuongelea mumewe kwa namna yoyote anavyojisikia. Hawezi hata kubakiza neno moja ambalo linampa heshima mumewe. Kila kitu atakitoa hadharani. Mimi naomba niwaambie tu ukweli. Wanawake wengi ni watu wakatili vizuri kabisa. Nimekuwa nikisikia watu wengi wakisema kwamba wanaume pekee ndio wana tatizo la kuwa wakatili, lakini sio kweli. Ni kwa sababu tu ukatili wa wanawake ni ukatili uliojificha sana. Ni ukatili fulani wa kujiweka kama wahanga. Yaani wanawake ukatili wao umejivisha vazi la kuwa wahanga. Kwa hiyo wewe kumgundua kwamba huyu mwanamke ni mnyanyasaji, utafanya kazi kubwa sana. Na ndio maana asilimia kubwa utakuta watu wengi mkianza kuuliza kuhusu mambo ya migogoro, mwanaume atasema haya, sawa, nyie aminini mnavyoamini, lakini acha tu libaki kama lilivyo. Ujue mwanaume anakuwa na mengi ya kuongea, lakini kwa kuwa ameshaona tayari hana nafasi ya kuaminika, anaamua kusema jamani, kama hili jambo ndivyo lilivyokaa, basi acha tu, kwa kweli mimi sina cha kusema, acha libaki kama lilivyo. Wanaume ni watu wanyonge sana, wakati mwingine ni watu ambao wanabeba mambo mengi sana ya wake zao. Wanaume wengi wangejitokeza hapa waseme mambo ambayo wamefanyiwa na wake zao, kila mtu angeshangaa. Wanawake wamekuwa wakifanya vitu vya ajabu huko ndani wakiwa wawili na waume zao, lakini wakijitokeza mbele za watu huwezi kuwadhania, huwezi kuwafikiria. Kuna wanawake hawajawahi kuwaomba hata misamaha waume zao. Yaani hapa ninapoongea wanawake huwa wanaucheza huo mchezo, na kuna wanaume wanachezewa huo mchezo na wanawake zao na hawaelewi. Ngoja kwanza nikwambie, sifa ya mwanamke mnyanyasaji ipo kwenye namna anavyojitilisha huruma na kujifanya yeye mnyonge. Yaani mwanamke anajifanyaga hajiwezi kwa chochote ikiwa anakunyanyasa wewe vibaya mno. Kuna baadhi ya wanaume wanawake ambao yeye akianza kumsema mkewe pale alipokosea, mkewe analia kuanzia mwanzo wa mazungumzo mpaka mwisho wa mazungumzo. Hakuna neno analochangia, hampandilii mumewe wala hamkatishi mumewe, anamwacha mwanaume aongee vizuri kabisa. Mwanaume ataongea. Mwisho wa siku yeye kazi yake ni kulia tu. Basi hajamuomba hata msamaha mumewe. Unakuta mwanaume tena akimwona mwanamke analia, anamwambia mke wangu basi aishe. Basi samahani kama nimekuudhi kwa kuzungumza hivi. Watu ndivyo hivi wanavyozungukwa na wanawake. Kwa hiyo unakuta yule mwanamke anakuwa anajiona yeye kama malkia, anajiona yeye kama ni mtu perfect. Hajawahi kumuomba mumewe msamaha. Kuna wanaume hapa hamjawahi kuomba msamaha, hamjawahi kuomba msamaha na wake zenu. Yaani nyinyi mnafikiriaga yale machozi yao ndio msamaha wenyewe. No. Yale machozi ni namna ambavyo anakwepa jukumu lake la kukuomba wewe msamaha. Ogopa sana mwanamke anayejifanya mnyonge sana kwako, halafu akitoka nje anakusemea wewe vibaya. Ni mwanamke mbaya sana. Watu wengi sana wamekuwa wakisema mwanamke msaliti ndio mwanamke mbaya zaidi. Mimi nakwambia mwanamke ambaye anajionyesha kama muhanga mbele za watu ndio mwanamke mbaya zaidi kuliko mwanamke yeyote yule. Yule mwanamke anayejitilisha huruma, anayetaka huruma za watu, akijitokeza mbele za watu anataka watu wote waamini kwamba yeye kuna vitu vibaya ambavyo anavipitia, ndio mwanamke mnyanyasaji zaidi. Mimi nakwambia ukweli, utakapoona mwanamke anashtaki madhaifu ya mumewe tu lakini hazungumzii upande wake, kuna tatizo. Mimi nakwambia ukweli, hakuna mtu tu anaweza akawa mkatili tu kwa mkewe kwa kiwango ambacho labda kinatisha. Unakuta mwanamke anakuelezea mpaka wewe unaogopa. Mimi sidhani kama kuna mwanaume ambaye ni mwehu ataanza tu kuwa mkatili wa kupindukia kwa mkewe bila sababu. Japokuwa upo upande ambao nitakuja kuzungumzia huko tunapoelekea, ambao wanazungumzia kuhusu hao watu wanyanyasaji ambao wamekuwa kiwazungumzia. Lakini mimi nakwambia ukweli, baadhi ya wanawake yote yanayowakuta ni kwa sababu ya mambo ambayo wao wenyewe wameanzisha, lakini hautajua kamwe, hautaelewa kwamba huyu mtu alianzisha jambo hili na hili. Na
Nataka niongelee jambo kidogo ambalo nimekuwa nikilisikia jamii yetu ikilizungumzia sana kwa asilimia kubwa, na wanazungumzia kwa lugha ya kigeni. Mimi sio mpenzi sana wa kuzungumzia lugha ya kigeni, nataka nizungumzie lugha yetu ya Kiswahili. Wamekuwa wakizungumzia kuhusu mtu mnyanyasaji, yani wale watu wasio na utu. Sijui wanawaiteje wenyewe kwa jina lao la Kiingereza, nadhani nyie mnaelewa huko. Huwa wanawataja kwamba wanaume wengi ndio wana hilo tatizo. Sio kweli. Wote wako sawa kwa sawa, na ni watu wachache sana ambao wana hiyo tabia. Watu wengi wamekuwa wakihusisha haya mambo mawili wakiyachanganya. Mtu kuwa na hulka zake, yani ni tabia zake tu, anakuwa na tabia fulani za ubabe, na mtu kuwa mnyanyasaji. Yani mwanaume, kuna mstari mwembamba sana kati ya mwanaume kuwa mnyanyasaji na mwanaume kuwa mtu mwenye tabia zile za ubabe kama mwanaume. Yani kuna uzi mwembamba sana ambao unatenganisha hapo. Na hicho ndio kinachofanya wanaume wengi kujumuishwa kwenye kundi la wanaume wanyanyasaji zaidi. Wale wanaume wanyanyasaji huwa wanasemwa kwamba ni wanaume wasiopenda kuona wanawake zao wanapata furaha, ni wanaume wasiopenda kuona wanawake zao wanainuka, ni wanaume wanaopenda kuwanyonya wanawake, na ni wanaume ambao wanapenda kuona wenzao wanateseka. Wao wanasema kwamba ni wanaume ambao hawataki kuona furaha ya mtu mwingine. Yaani wao wana ule ugonjwa wa kufurahia namna mtu mwingine anavyoteseka. Yaani yeye anavyomwabuzi mtu, yeye kwake ndiyo furaha. Ni kweli, hao watu wapo. Vizuri kabisa. Lakini jamani, sio wanaume tu, hata wanawake wapo. Kwa nini jamii yetu huwa haigusii wanawake, na wakati wanawake ndio hatari zaidi? Unaambiwa mnyanyasaji wa kike ni mwanamke hatari zaidi kuliko hata mwanaume anayenyanyasa. Unajua mwanaume mnyanyasaji huwa hajifichi, kwa sababu huwa anatenda matendo yake waziwazi. Yeyote ambaye ana mwanaume mnyanyasaji atamuelewa tu kwa namna ambavyo anamtreat. Mwanaume mnyanyasaji huwa anakuwa na tabia fulani hivi za kujijali yeye binafsi. Kwanza hajui kumpenda mtu, huwa hana huruma na mtu, wala huwa hana upendo na mtu yeyote. Yaani yeye kitu anachokipenda kwake ni ile mamlaka yake juu ya mwanamke. Yaani yeye anapenda anaisujudu, yani anaisujudia sana ego yake kuliko kitu chochote. Huyo mwanaume yeye anapenda sana kutukuzwa na mwanamke, anapenda sana kunyenyekewa na mwanamke, anapenda sana kusujudiwa na mwanamke. Wapo. Lakini wanawake ndio watu hatari zaidi kwenye huo upande. Mwanamke mnyanyasaji hutomfahamu kirahisi. Unaambiwa hakuna kiumbe mgumu kumfahamu kama mwanamke akiwa mnyanyasaji, kwa sababu mwanamke ni mastermind wa michezo ya kuzunguka hii mnaiita, watu wanaita watu wanaowafanyia nini? Sijui maneno ya Kiingereza hayo. Wanaita watu, mimi napenda kusema watu wanaowazunguka watu wengine, wanaowachezea mchezo. Yaani wanawake ni watu ambao ni mastermind wazuri sana wa kuwachezea wenzao magemu. Huwezi kuwajua. Kamwe hutowafahamu, kwa sababu ndio huo mchezo ambao huwa wanafanya mabaya private, kisha wanajitokeza public kutia huruma. Huwezi ukajua. Na kinachowasaidia wanawake ni kwamba wanaume ni watu ambao wanaficha hayo mambo. Kuna wanaume hapa hawajawahi kusikia thamani za wake zao tangia wameanza kuishi nao. Wao wanaonaga tu machozi pale anapoanza kuongea, mke wangu umekosea hiki na hiki, ni machozi. Na wanaume pia wapo. Naomba nikutajie tabia zao jinsi zilivyo. Mwanaume akiwa mnyanyasaji, yeye huwa ni mtu fulani ambaye hawezi kujificha. Cha kwanza, mwanaume mnyanyasaji utamfahamu tu. Yeye ni mtu ambaye wewe ukileta mada mezani ya kuzungumzia tabia zake mbaya alizozifanya, pengine amekusaliti, kosa ambalo hawezi kuliruka au kusababisha mtu mwingine aombe msamaha juu ya hilo au kumlaumu mtu mwingine juu ya hilo. Wewe ukileta mada mezani kwamba mume wangu umenisaliti, umenifanyia hivi, sijapenda kilichotokea, umeniumiza, umefanya hivi, atakuacha uongee vile vile kama mwanamke anavyofanya. Atakuacha, utaongea, utalalamika, utafanya nini, halafu baada ya hapo atachukua usaliti wake, atauweka pembeni, kisha atachukua maneno yako uliyokuwa kuizungumza wakati ambao unalalamika kuhusu hicho alichokukosea, ndio anaweka mezani. Mada inabadilika kuanzia hapo. Badala ya kujadili usaliti wake, mnaanza kujadili kauli ambazo wewe umemtamkia yeye. Kwa nini wewe unitamkie hivi? Kwa nini wewe uniambie hivi? Unajua sababu ya yote haya ni wewe. Unajua hivyo. Hivyo ndivyo wanaume wanyanyasaji walivyo. Na yeye huwa haombi msamaha, never. Hutomsikia akikuomba wewe msamaha. Lakini huwa ana namna ya kukugeuzia wewe kosa, ana shift blame. Yaani wewe kama umekuwa ukilalamika kuhusu usaliti aliofanya, yeye anakusikiliza pointi zako unazoziongea, kisha aanze kukuhukumu kwa ajili ya pointi ambazo wewe umekuwa ukiziongea wakati ambao unaongelea hilo alilolifanya yeye.
Kwa hiyo mwanaume ni mwepesi tu. Wewe ukishaona mwanaume anakataa kosa kubwa kama usaliti, kukuomba msamaha kuhusu usaliti, hata kama tutasema hawezi kukuomba msamaha kwa maneno, ameshindwa kuomba msamaha kwa vitendo, ameshindwa kuomba msamaha kihisia. Kwa hiyo lazima tu utajua kwamba huyu ni mtu mnyanyasaji, anaonekana. Lakini kwa mwanamke ni tofauti. Mwanamke yeye anaposemwa ni mtu anaelia kujiweka kama mnyonge. Na kuna wanaume sasa hivi ninapozungumza ni waoga hata kuanzisha mada za kuwasema wake zao walipokosea, kwa sababu anajua nikishaanza kuongea hapa mke wangu atalia machozi, atafika unyayoni. Anamfahamu. Sasa hiyo ni tabia ya unyanyasaji, na ninakwambia hakuna mtu mbaya kwenye maisha kama mtu ambaye hakubali kosa. Kila mtu alifahamu hili. Hakuna mtu mbaya kwenye maisha kama yule ambaye huwa hakubali kwamba amekosea, yule ambaye hasemi samahani. Maana yake ni mtu ambaye hajui kutambua kosa lake. Yaani yeye hajui kuona kama amekosea, hajui kwamba kuna kukosea, wala haoni kama amekosea. Yeye wakati wote anajiona yuko sahihi. Kwa hiyo itakupa ugumu sana wewe kudili na mtu ambaye haoni kama amekosea. Kwa sababu huyo ana chance, yani hana nafasi ya kuacha hicho anachokifanya. Hicho anachokifanya atakirudia tena na tena, kwa sababu haamini kama yeye amekosea. Iwe mwanamke iwe ni mwanaume, lakini kama huwa haombi msamaha kwa namna yoyote, maana yake huyo ni mtu ambaye haji kubadilika kwenye hayo anayoyafanya. Na ndio maana nimekuambia mwanamke mwenye tabia ya kulia pale unapomsema, kuanzia mwanzo wa mazungumzo mpaka mwisho wa mazungumzo, kisha asikwambie mume wangu samahani, nimekosea, hatobadilika maisha yake yote. Utaongea mpaka unaingia kabrini, hutomuona akibadilika, hatojirekebisha wala hatofanya chochote. Jue hayo mambo ambayo unayalalamikia utayalalamikia miaka yote ya maisha yako, kwa sababu kitendo cha yeye kulia ni kitendo kinachoonyesha yeye anajiweka kama muhanga, anaona anaonewa kwa kile kinachoendelea. Kwa hiyo yeye ndani ya moyo wake haamini kama amekosea, ila anaamini wewe unayemsema ndio unamkosea. Na hicho ndio kitu kinachosababisha yeye asibadilike, kwa sababu haamini kama amefanya makosa. Hawezi kubadilika kwa namna yoyote. Yeye ni mtu ambaye atakuwa yuko hivyo hivyo. Hiyo tabia itakuwa ni ya kudumu. Kila wakati atakuwa ni mtu ambaye analia machozi kila unapomsema. Kwa hiyo wewe kama mwanaume ukijikuta tu umeoa mwanamke wa aina hii, kaa ukijua kwamba hizo tabia anazokuonyesha ni za kudumu, hatobadilika milele. Kwa sababu mtu ambaye ana nafasi ya kubadilika ni yule ambaye anakubali makosa yake. Utakaposema mke wangu 1, 2, 3 umekosea, hata kama utaongea maneno ya kumgusa mengine atalia machozi, lakini utakapomaliza anaweza kukupigia magoti, mume wangu nisamehe, nitajirekebisha kwenye hili, nimetambua kwamba nimefanya makosa. Lakini asipofanya hivyo kamwe hatobadilika. Ni vivyo hivyo kwa upande wa mwanaume. Kama mwanaume na yeye unapoweka mada ya usaliti mezani kwamba mume wangu umenisaliti, yeye ni mtu ambaye anakuacha wewe uongee na kulalamika peke yako kama mwenda wazimu, kisha baada ya hapo anachukua usaliti wake anaufunga kwenye bahasha anaweka, mnaanza kujadili kauli ambazo wewe umekuwa ukizizungumza wakati unalalamika. Huyo ni mtu ambaye haji kubadilika. Yaani kama ni msaliti forever. Kwa sababu hatuwezi kusema binadamu hawabadiliki. Mimi nitakwambia binadamu wa kawaida yeyote yule ana nafasi kubwa ya kubadilika, lakini mtu ambaye huwa haoni kama amekosea hawezi kubadilika. Yaani huyo ni milele yuko hivyo hivyo. Ndio maana wanakwambia watu wanyanyasaji ni watu wagumu sana kubadilika. Wewe kama mwanaume anaona yeye kosa la usaliti sio kubwa, yaani analinganisha usaliti na maneno ambayo wewe umeyatamka kwa ajili ya usaliti, anaona maneno ndio makubwa kuliko usaliti. Wewe unategemea huyo mtu atabadilika kwa sababu gani? Kipi kitamfanya arekebike ikiwa yeye kauli kwake anaona zina uzito kuliko hata usaliti? Hawezi kubadilika. Usije ukawaza hata siku moja kwamba huyu mtu atabadilika. Mtu yeyote mwenye nafasi ya kubadilika ni yule ambaye anayaona makosa yake, ambaye anaweza kukaa chini na akasema kwa kweli hili nimekosea. Kwa sababu tabia ya mtu kukiri makosa inaashiria kwamba ni mtu ambaye anaona kabisa kwamba hapa nimekosea. Kwa hiyo ni mtu mwenye nafasi kubwa sana ya kujirekebisha. Mtu yeyote ambaye anakuomba msamaha ni mtu ambaye ana nafasi kubwa ya kujirekebisha, kwa sababu anatambua kumbe hapa nilichokifanya sio sahihi. Lakini mtu ambaye anakaa kimya, mtu ambaye hasemi samani, hawezi kubadilika. Atabadilika vipi ikiwa yeye anaamini anachokifanya yuko sahihi? Ikiwa yeye haoni kama anachokifanya amekosea? Ikiwa yeye haoni kama alichokifanya kinaleta changamoto? Yeye anaangalia tu upande wake. Na ndivyo mwanamke anayelia unapomsema tabia yake ndivyo ilivyo. Anapolia anamaanisha kwamba yeye ni mnyonge, anaonewa na wewe. Usitegemee kubadilika kwa huyo mtu.
Kwa hiyo mimi naomba niseme kitu kimoja. Kwenye jamii zetu watu wamekuwa wakiamini kwamba wanaume pekee ndio wakatili. Jamani, wanawake nao wanafanya vitu vya ajabu huko ndani. Wanawake wanafanya vitu vya ajabu huko sirini. Ni vile tu watu hawatoki hadharani wakasema mambo wanayofanyiwa na wake zao. Siku za hivi karibuni imejitokeza changamoto ya wanawake wengi kuwasingizia waume zao makosa ya ajabu. Wanawake wanawasingizia waume zao kwamba wanawalawiti. Fikiria, mwanaume anajisikiaje ameishi na mke wake miaka 5, miaka 2, miaka 3, mkewe anakuja kumsingizia kosa la kwamba mumewe anamlawiti. Tena hilo kosa linatoka public, watu wote wanasikia kwamba mumewe anamlawiti. Mwanaume anajisikia vipi kuonekana na tabia mbovu kama hizo? Na unakuta mwanaume anasema mimi sijawahi kufanya kitu kama hicho, nashangaa mke wangu ambavyo ameamua kusema. Na watu wanaamini wakisikia mwanamke analawitiwa na mume wake. Watu wanatetea wakisikia hayo maneno. Hakuna anayewaza kwamba sababu ni nini? Kwa nini huyu mwanamke anaongea hivi? Kuna wanaume sasa hivi wananyimwa haki zao za msingi kama wanaume na wake zao. Na katika kulazimisha, wengine wanang'atwa, wengine wanapigwa, wengine wanafanyiwa vitu vya ajabu na wake zao. Wakilazimisha wake zao wanaenda kusema kwamba wanaume zao wanawalawiti, wanawabaka. Vitu vya hovyo kabisa. Kwa sababu ya kuteteana, yani kwa sababu ya kuwatetea wanawake. Ifike mahali jamii isimame katikati. Ikae ikijua kwamba kila mmoja ana haki ya kusikilizwa. Tunaposikia mashtaka ya mwanamke, tujitahidi sana kusikiliza upande wa mwanaume pia ana nini cha kuzungumza juu ya hilo. Kumekuwa na tabia ya watu kukurupuka kujaji vitu kwa hisia, kwa mihemko. Kwa sababu wewe mwanamke amekuja ameongea hiki na hiki, hisia zako zinakupeleka kwamba wanaume kwa kuwa wako hivi na hivi, hichi kitu alichoongea 100% yuko sahihi. Kumbe sio kweli. Kumbe mwanamke ana changamoto. Kumbe mwanamke ni mkorofi. Huko mahakamani wanaume wengi wamekuwa kinyimwa haki zao kwa sababu wanasikilizwa wanawake. Wanawake wanatunga uongo mkubwa. Ogopa sana mwanamke. Yaani mwanamke ni mlaghai mkubwa sana, kwa sababu mwanamke yeye huwa ana ulaghai wa hisia, kuteka hisia za mtu. Ni kama mdudu anayetafuna akili ya mtu. Anaingia kwenye hisia za mtu, anakuathiri. Ukimsikia anavyoongea na kulia, akitia huruma, aseme mimi naonewa kwa sababu mimi ni mwanamke, kwa sababu mimi ni nini, kila mtu ataamini. Lakini mwanaume hana nafasi ya kusema kitu akasikilizwa wala kuaminika, kwa sababu ni mtu ambaye anaonyesha ujasiri. Mwanaume hawezi akalia hapa mtu akaamini kwamba eti mwanaume analia kwa sababu gani. Wanaanza kumshangaa, huyu vipi? Analilia nini? Kwa hiyo mwanaume anaeleza tu akiwa mkavu, mwanamke anaeleza akiwa analia, anaongeza mbwembwe, anaongeza chumvi kidogo, ataaminika tu. Akishatembea kwenye hisia za watu akaziteka, kila mtu atamwamini 100% kwamba huyu mtu anaonewa. Na ndio maana watu wengi sana wamekuwa wakisema uvunjikaji wa ndoa nyingi unatokana na wanaume. No. Sasa hivi wako wanawake ambao wanaanzisha vitimbwi wao wenyewe ndani ya ndoa zao. Wanadai talaka. Unakuta mwanaume anasema mimi mke wangu bado namuhitaji. Lakini ndio hivyo. Mwanamke anadai talaka, anataka waachane. Mwanaume anasema mimi siwezi kumwacha mke wangu bado nampenda. Mwanamke anasema mimi mwanaume simuhitaji. Kwa hiyo ni hivyo tu. Mwanamke sio mtu ambaye anatakiwa kuaminika pekee. Sio mtu ambaye anatakiwa kupewa haki ya kujielezea juu ya mambo anayopitia yeye peke yake. Mwanaume pia ana haki ya kusikilizwa. Mwanaume pia ana haki ya kueleza, lakini kibaya zaidi ni kwamba mwanaume hawezi kusema. Mwanaume hawezi kukaa akawaambia watu kwamba mke wangu ananisaliti. Mwanaume hawezi kukaa akawaambia watu mke wangu hana adabu. Mwanaume hawezi kukaa akawaambia watu kwamba mke wangu amezaa mtoto nje ya ndoa. Inabidi abebe hiyo siri. Kwa sababu anaona ni aibu kwanza kuonekana ameibiwa mke. Cha pili, anaona mke wake ataonekana vibaya, ataonekana mwanamke wa hovyo kwenye jamii. Cha tatu, anaona nivumilie tu kwa sababu ya kuficha hii aibu. Watu watasemeje? Kwa hiyo wanaume wengi wamekuwa wakiteketea kwenye ndoa za namna hiyo kwa sababu ya kuhofia watu watasemeje. Na wale wachache ambao wanajitoa muhanga, pengine anaamua kwenda kuoa mke mwingine, ndio hao ambao wanabatizwa majina ya wanyanyasaji, wakatili, waonevu wanaowanyanyasa wanawake. Na wanaume wanakuta tu wanasema jamani, kama iko hivyo basi acha libaki hivyo hivyo. Yaani viatu vya wanaume jamani, nasema mkipewa hamwezi, yani havitoshi. Viatu vya wanaume vitawabana kabisa. Wanaume wanapitia mambo mengi lakini hawana nafasi ya kujitetea. Jamii haiwaamini. Hakuna mtu atakayekaa sikilize kitu cha mwanaume na amini, lakini mwanamke akiongea hapo hapo watu wanapigia mstari. Ni sahihi na alichokisema ni kweli kabisa. Wanaume wengi wamekuwa wakidhulumiwa haki zao na wake zao kwa sababu ya kuchezewa michezo kama hii. Kwa sababu mwanamke ni mastermind, akiamua kukuchezea game hapa utoboi.
Ndio maana wanakwambia usishindane na mwanamke, huwezi ukashinda, kwa sababu mwanamke anawateka watu kihisia. Wewe mwanamume mpaka uje ujielezee watu wakuelewe baadaye sana, wakati umechelewa, baadaye sana, yani wakati umechelewa kabisa. Na kuna wengine huwa wanajua kabisa kwamba hawa wanawake kuna vitu wanafanya 1, 2, 3, lakini hawawezi tu kusema. Kuna wanaume wanaibiwa wake zao na kuna watu wa karibu wanaona, lakini wanashindwa kwenda kumwambia jamaa kwamba mke wako bwana iko 1, 2, 3, wananyamaza kimya. Lakini unaweza kushangaa siku moja huyo mwanamke akajitokeza akitia huruma kwamba ananyanyasika na mumewe ni msaliti, mumewe anamkatili, na watu wakaanza kushangaa, wale wanaofahamu ukweli kwamba huyu tulikuwa tunamuona ana mambo 1, 2, 3. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Jamii iache kuamini kama mwanaume ni mtu katili peke yake. Japokuwa hatujakataa kwamba hao watu wapo, nimejaribu kuwagusia kidogo, lakini sio wengi kwa kiwango hicho. Tuache kuongeza chumvi ionekane kama dunia hii imejaa watu wakatili zaidi. Hao watu wapo na wapo pande zote mbili. Tusiongelee tu upande wa wanaume, hata wanawake wapo wanaofanya unyanyasaji, na tena wanaume wengi huwa hawashtuki kama wananyanyasika baadhi yao. Wewe fikiria kama mke wako akuombi msamaha, utashtuka vipi? Huwezi kujua. Kama mke wako atakuwa analia tu, wewe utaelewa? Ukiwa unamsema kitu yeye analia tu, utaelewa? Si utaishia kumwambia mke wangu nisamee kama nimekukwaza kwa hiki nilichoongea, inakuwa imetoka. Ushageuzwa mtumwa kwa mke wako. Kila siku wewe ndio unayeomba msamaha. Pale ambapo yeye anafanya kosa, unaomba msamaha kwa kuwa umemsema. Lakini yeye haombi msamaha kwa alichokifanya. Kwa hiyo jamii iache kuamini kwamba mwanaume ni mtu mkatili zaidi, kwa sababu sisi wanawake tunafanya maovu private, kisha tunajitokeza public kwenda kutia huruma kwa yale ambayo yatajitokeza, yani yale matokeo ambayo yatajitokeza kwa yale ambayo sisi wenyewe ndio tulianzisha.